Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Julai 19 mwaka 2026. Tukienda katika mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa siri juu mbinguni. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee, nafasi ya kujifunza neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa wa kiume na wa kike ambao wamechagua kujifunza neno lako na kuanza siku yao pamoja nawe. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Tembea nasi siku ya leo, ongoza hatua zetu, bariki kazi za mikono yetu na zaidi ya yote sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Maana leo na kichwa kinachosema yote juu ya madhabahu. Luka mtakatifu sura ile ya 9:2 imeandikwa, Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Sote hatutakiwi kutumika kama Elisha alivyohudumu, wala hatuagizwi kuuza kila kitu tulicho nacho, bali Mungu anataka tuupe utumishi wake nafasi ya kwanza maishani mwetu, kuto kuruhusu siku hata moja kupita bila kufanya kitu cha kuendeleza kazi yake hapa duniani. Hatarajii kutoka kwa wote aina ile ile moja ya huduma. Mtu anaweza kuitwa kuhudumu katika nchi ya kigeni. Mwingine anaweza kutakiwa kutoa mali yake kwa ajili ya kutegemeza kazi ya Injili. Mungu hukubali kafara ya kila mmoja. Kuweka wakfu maisha na maslahi yake yote ndio jambo la muhimu. Wale ambao wanajiweka wakfu kwa jinsi hii watausikia na kuutii wito wa mbingu. Haikuwa kazi kubwa ambayo mwanzoni ilihitajika kutoka kwa Elisha. Majukumu ya kawaida bado yalikuwa ni sehemu ya kazi yake. Inasemwa juu yake kwamba alikuwa akimimina maji katika mikono ya Eliya, bwana wake. Alikuwa tayari kufanya chochote kile Bwana alichokielekeza, na katika kila hatua alijifunza masomo ya unyenyekevu na utumishi. Maisha ya Elisha baada ya kuungana na Eliya hayakuwa bila majaribu. Majaribio alikuwa nayo tele, lakini katika kila dharura alimtegemea Mungu. Alijaribiwa kuifikiria nyumba ambayo alikuwa ameiacha, lakini jaribu hili hakulitilia maanani. Akiisha kutia mkono wake kulima, aliazimu kuto kurudi nyuma, na kupitia katika majaribio na maonjo, alithibitika kuwa mwaminifu kwa dhamana yake. Elisha alipokuwa akiandamana na nabii huyo, imani yake na kuazimu kwake vilijaribiwa tena. Kule Gilgali na tena katika Betheli na Yeriko, alialikwa na nabii apate kurudi nyuma, lakini asingeweza kuchepushwa kutoka katika kusudi lake. Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha hakuomba heshima ya dunia au mahali pa juu miongoni mwa watu mashuhuri wa dunia. Alichokitamani sana kilikuwa ni kiwango kile kikubwa cha roho ambaye Mungu alikuwa ametoa kwa wingi kiasi kile kwa yule ambaye alikuwa anakaribia kuheshimiwa kwa kuhamishwa. Alijua kwamba hakuna chochote isipokuwa roho iliyokuwa imekaa juu ya Eliya ingeweza kumfanya kufaa kujaza nafasi ile katika Israeli ambayo kwayo Mungu alikuwa amemwita, na kwa hiyo aliomba na kuomba, sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Hii ni Julai 19, mada ikisema yote juu ya madhabahu.
Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu, mweza wa yote asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Tuna kwa ujasiri mioyo yetu ya amini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Tuna kwa ujasiri mioyo yetu ya amini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga